kesho kwa maana ya Ijumaa, Jumamosi itakuwa ni siku ya mazoezi fuli kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Nsingizini Hotspur. Maandalizi yetu kwa mpaka hapa yamekamilika kwa 80% kwa maana ya maandalizi ya kiufundi na ya kiutawala. Tangu tumemaliza mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, tukaingia moja kwa moja kwenye maandalizi ya mechi hii, na tumepata michezo miwili ya kimataifa ya kirafiki ambayo imesaidia kwa namna moja ama nyingine meneja Pantev kupata taswira halisi ya kikosi chake kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo kwenye upande wa maandalizi tuko vizuri sana na tunaamini tutakuwa na mchezo mgumu dhidi ya Nsingizini, lakini maandalizi ambayo tumeyafanya na mahitaji tuliyokuwa nayo na mabadiliko tuliyokuwa nayo kwenye timu yetu yanatupa confidence kubwa ya kuwa na uhakika wa kupata matokeo chanya ambayo yatatuwezesha kufuzu na kwenda hatua ya makundi. Kikosi kinachoondoka hapa, tunaona magolikipa wawili, kijana ametoa taarifa ya Bajaber kurejea mazoezini na baadhi ya wachezaji pia ambao hawajaondoka, taarifa zao ziko. Bajaber amepona, lakini ndio kwanza ameanza mazoezi na wenzie na bado hajafikia kufanya ile mazoezi magumu, yani ile tough and fitness mazoezi ile bado hajafikia. Anafanya mazoezi mepesi ya taratibu kwa ajili ya kurejea kwenye utimamu wa 100%. Kwa mchezaji wa namna hiyo huwezi kusafiri naye wala huwezi kumpa nafasi ya kucheza kwa sababu kuna uwezekano akatonesha jeraha lake. Kwa hiyo tumeamua kumwacha aendelee kufanya mazoezi binafsi, na timu itakaporejea atajiunga na wenzake. Musa Kamara alikuwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, lakini ripoti tulipata kutoka huko ni kwamba bado anajisikia maumivu ya hapa na pale kwenye goti ambalo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea Tanzania, tutamwangalia tuone wapi kuna changamoto ya aina yote, na baada ya hapo majibu yatatolewa. Ndio maana umeona tuko na Abel Hussein pamoja na Tanzania One Yakub Suleiman. Bila shaka mmefanya kikao na wachezaji kuzungumza umuhimu na uhitaji wa mchezo huu. Tueleze kwa namna ambavyo mikakati ilivyo kwa kila ambacho mmezungumza na wachezaji kuhakikisha kwamba mnashinda mchezo huu ambao utakuwa mgumu. Wachezaji wa Simba wanafahamu umuhimu wa mchezo huu. Kama kuna mchezaji hajui kama Simba anatakiwa kwenda hatua ya makundi, basi itakuwa ni changamoto kubwa na atakuwa hastahili kuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo wachezaji wenyewe tu wanafahamu ya kwamba tunatakiwa kuipeleka Simba makundi, kwa sababu kwa wale wachezaji waliopo wanaufahamu huo, ndio utamaduni wetu. Kapombe huna haja ya kuanza kumkumbusha sana ya kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Muzamil huna haja ya kuendelea kumkumbusha kila siku kwamba Simba anatakiwa kwenda makundi. Wao walikuwepo kwenye safari ya Simba kwenda makundi kwenye kipindi cha miaka 8 iliyopita, lakini hata hawa wapya ambao wamekuja wamekuta hiyo historia, wamekuta mafanikio ya Simba akicheza makundi back to back. Kwa hiyo hata wao wanawajibika kumit standard ya Simba Sports Club. Ndio tumekaa nao tumewakumbusha kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, lakini hata wao wanafahamu ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, kwa sababu hiyo ni standard yetu sisi wana Simba. Unafuatilia kiasi gani mpinzani wenu, pengine unategemea kupata hamasa kule pengine ya mashabiki, sababu tumeona baadhi ya timu ambazo zinacheza michuano hii zimesafiri na mashabiki wao? Kazi ya kufuatilia wapinzani wetu ni kazi ya benchi la ufundi. Naamini mwalimu Pantev ameshafanya kazi yake hiyo ipasavyo ya kuwafuatilia hao wapinzani. Kwa hiyo hilo linabaki kuwa kwake. Support tunategemea kubwa kutoka kwa mashabiki wetu, mashabiki kutoka nchi jirani na Eswatini, kutoka Afrika Kusini. Hapa tayari mashabiki wanasubiri tukiwe Johannesburg
tuondoke nao kuelekea Eswatini, lakini tuna mashabiki kutoka Botswana, kutoka Zambia. Najua Eswatini ipo katikati, kwa hiyo imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina wanasimba wengi. Kwa hiyo wale wote watakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yao, na kwa wale ambao wanatoka Tanzania, wanatoka Dar es Salaam na wenyewe vile vile wapo wanaoanza safari siku ya Ijumaa, wanakuja kuungana na timu yao. Yote kwa yote tunategemea support kubwa na tunaamini tutakuwa ugenini kama nyumbani. Bila shaka umetembelea baadhi ya zile mechi ambazo umecheza indoor za kirafiki, mechi ya mwisho mkafungwa goli 4. Umeona